Jimbo Katoliki la Nigeria latoa heshima kwa padri aliyeuawa Jumatano ya Majivu, siku moja baada ya kutekwa nyara. Dayosisi Katoliki ya Kafachan nchini Nigeria imetoa heshima kwa Padri Sylvester Okechukwu, padri wa dayosisi hiyo ambaye aliuawa Jumatano Machi 5, siku moja kufuatia kutekwa nyara kwake. Katika taarifa iliyoshirikishwa na ACI Africa, Padri Jacob Oshanet, kansela wa jimbo hilo, anamuelezea padri aliyeuawa kuwa ni mtumishi asiye binafsi alijitolea kueneza ujumbe wa amani, upendo na matumaini. Ni kwa huzuni kubwa na mioyo mizito kwamba tunatangaza kifo cha kusikitisha cha padri wetu mpendwa, Padri Sylvester Okechukwu, Padri Shanet anasema katika taarifa hiyo ya tarehe 4 Machi. Anaongeza, hasara hiyo isiyotarajiwa na kikatili imetuacha tukiwa na majonzi na huzuni. Padri Sylvester alikuwa mtumishi aliyejitolea kwa Mungu ambaye alifanya kazi kwa kujitolea katika shamba la mizabibu la Bwana, akieneza ujumbe wa amani, upendo na matumaini. Akiongeza kwamba Padri Sylvester alikuwa akipatikana kila wakati na kufikiwa na waumini wake. Kifo chake cha ghafla kimeacha pengo lisilofutika ndani ya familia ya jimbo letu, na tunashiriki katika uchungu wa kifo chake pamoja na familia yake, marafiki na wale wote waliomfahamu na kumpenda. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Dayosisi ya Kafachan, Padri Sylvester alitekwa nyara karibu saa 3:15 usiku Jumanne Machi 4. Baada ya kuchukuliwa na watekaji nyara wake, kasisi huyo mwenye umri wa miaka 45 aliuawa alfajiri ya Jumatano Majivu. Bado haijabanika kwa nini aliuawa. Katika ombi lake la maombi kufuatia tukio hilo, kansela wa Kafachan anasema, tujumuike pamoja kama familia moja katika maombi ya kuipumzisha roho yake. Tunawaalika mapadri wote wa kidini na waamini kutoa misa takatifu, rozari na sala kwa ajili ya pumziko la milele la Padri Sylvester aliyetoa maisha yake katika kumtumikia Mungu na wanadamu. Pia padri ametoa wito kwa vijana na wanajamii kuwa watulivu, wadhabiti katika maombi. Hakuna mtu anayepaswa kuchukua sheria mkononi, Padri Shanet anasema. Ukosefu wa usalama umekithiri nchini Nigeria, ambapo utekaji nyara, mauaji na aina nyingine za mateso dhidi ya Wakristo zimesalia kukithiri katika maeneo mengi yanayoikumba nchi hiyo ya Afrika Magharibi, hasa kaskazini mwa nchi hiyo. Mnamo Februari 6, Padri Cornelius Manzaki Damulaki, mshiriki wa kanisa Katoliki Dayosisi ya Shandam na mwanafunzi katika chuo kikuu cha Veritas Abuja nchini Nigeria, alitekwa na baadaye kuonekana msituni akiwa hai, ambapo alipatikana na polisi waliokuwa doria. Baadaye Februari 19, Padri Moses Sigyang wa parokia Mtakatifu Mary Maijuju ya Dayosisi ya Shandam alitekwa nyara pamoja na mpwa wake na mwenyekiti wa baraza la parokia Bwana Nyam Ajiji. Mwenyekiti wa halmashauri ya parokia aliripotiwa kuuawa. Padri Jan na mpwa wake bado hawajaachiliwa. Hivi majuzi mnamo Februari 22, Padri David Utsemi pamoja na Padri Abraham Suman walitekwa kutoka Dayosisi ya Katoliki ya Yola, bado hawajaachiliwa. Nigeria imekuwa ikikabiliwa na ukosefu wa usalama tangu mwaka 2009, wakati uasi wa Boko Haram ulipoanza kwa lengo la kuigeuza nchi hiyo kuwa taifa la Kiislamu.